Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara nyingine tena naomba kuwasilisha taarifa ya RUWASA kwa maana wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini. Taarifa hii inaelezea zaidi kuhusiana na miradi ambayo tunaitekeleza mpaka sasa. Miradi tunaitekeleza mpaka sasa ni ujenzi wa mradi wa maji wa Nangoo na ujenzi wa miundombinu ya kutibu maji katika mradi wa Mwena. Miradi hii ni miradi ambayo tumehama nayo kwa mwaka wa fedha uliopita, tukahama nayo mwaka wa fedha huu. Hii ni miradi ambayo inaendelea, ambayo tayari fedha zake zishapangwa, lakini kwa kuna miradi ambayo ya mwaka huu husika wa fedha, ambao kwa kuna mradi wa kitongoji cha Nanganga kijiji cha Milewe, kulikuwa kuna mradi pale Lupaso, kulikuwa kuna mradi pale na Mahinga, lakini kwa kuna miradi ya ujenzi wa chujio za kutibu maji katika mradi wa Ndanda, lakini na mradi wa Chipango. Pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa kuna miradi ambayo sasa hivi tulipewa, kwa maana ya kwamba kuna miradi mikubwa ambayo RUWASA inategemea kuitekeleza katika jimbo hili la Lulindi. Mradi huo ni mradi unatoka kule Newala Makonde, kama watu mnaona kuna mradi unajengwa kule wa kilo 81. Kwa hiyo sisi tuchukue maji kule tupeleke laini hiyo ya kwenda mpaka Mchauru mpaka kule Geuza. Lakini kuna mradi mwingine wa Mbangala. Mradi huu tunachukua maji kwenye chanzo cha Mbangala, tunaleta maji hapo Lupaso. Tukitoa Lupaso maji yanasambaa. Kwa maana yake miradi hii miwili mikubwa ambayo tunategemea kuijenga kwa ufadhili wa CRDB yenye gharama ya bilioni 50 ndio miradi ambayo tunasema kwa jimbo la Lulindi itatatua changamoto ya maji kwa 90%. Kwa hiyo tunamaanisha kwamba miradi hiyo ikikamilika na iliyopo, tunaamini sasa Lulindi hali ya maji itakuwa, ya changamoto ya maji Lulindi itakuwa imekwisha. Kwa upande wa jimbo la Ndanda tunaendelea na hiyo miradi miwili inaendelea kujengwa mpaka sasa, lakini pia tunaendelea na mipango ya kupata maji ya baridi. Kwa sababu ya maji hiyo mipango ya muda mrefu, lakini mipango ya muda mfupi tunaendelea kuchimba visima kama tulivyokuwa tunaendelea mwaka uliopita, na mwaka huu tutakapoanza kutekeleza bajeti tutaendelea kuchimba visima kwa maeneo yote ambayo yana changamoto ya maji ya chemchem kupatikana. Kama unavyofahamu Mheshimiwa Diwani kwamba Ndanda kwa maeneo yake baadhi kuna changamoto ya upatikanaji wa vyanzo vya chemchem, na ndio maana kwa tunaangalia visima zaidi. Lakini kwa upande wa jimbo la Lulindi lina utajiri wa vyanzo vya chemchem, viko vingi. Tukianza hapa Chiwambo pale Kisimani Newala, tukienda kule Ruvuma, lakini tuna chanzo cha Chipango pale tumejenga mradi umekamilika na unahudumia wananchi, lakini tumekigundua chanzo kingine tena pale Chipango. Kwa hiyo ndio tutajengwa mradi. Vyote hivyo ni katika jitihada za serikali kupitia RUWASA kuongeza coverage ile ya maji ya wananchi wafikie maji kila kijiji. Hilo ndio lengo la serikali. Lakini tunaendelea kusema kwamba kupanga ni kuchagua, sababu hivi mambo ina kibajeti. Tunaendelea kuweka kwenye bajeti kila mwaka, kwa sababu ifahamike kwamba bajeti ni siri. Huwezi ukajaza bajeti zaidi ile siri ambayo umepewa. Kwa hiyo tunaendelea kuweka vipaumbele vya utekelezaji wa hii miradi. Lakini kwa miradi hiyo miwili mikubwa hiyo limeletwa andiko, kuna mambo fulani tunarekebisha, itakapokamilika huo mradi unatekelezwa. Kwa maana ndio mradi mkubwa zaidi hapa Lulindi ambao tujengo kupata kama moja. Kwa hiyo tunategemea kupata mradi huo. Lakini changamoto zilizozungumzwa hapa kuhusiana na Nangoo nimezungumza. Nangoo iliyo kwenye budget milioni 500 pale Liloya. Tuliweka milioni 500 na sisi niliwasilisha hapa mwaka jana. Na fedha zikianza kuingia, ile kazi tutaitekeleza kama tulivyoahidi. Sababu issue hapa ni fedha. Sisi mwaka wa fedha huu hatujatekeleza mradi mpya hata mmoja. Lakini sasa hivi tuko tunasanifu chujio za maji
maeneo mengi yamekuwa na changamoto ya chujio, maana maji ni machafu. Sasa jamani, waheshimiwa madiwani, nyinyi ni mashahidi kwamba maji yetu muda mwingine yana iron nyingi, kwa maana kuna issue ya iron, kuna issue ya manganese kwenye maji. Kwa hiyo ikiwa nyingi, hii inasababisha maji kuwa wewe ukiyachota unaona kama ni machafu, lakini ndio kujendoa kikaa kidogo nafanya nini, yanabadilika. Tafsiri yake kwamba hewa imeweza kureact pale, ile iron imepungua, imeshuka chini, kwa hiyo inabaki kule chini, maji ya juu unayatumia. Kwa hiyo ndio hali halisi ya RUWASA katika utekelezaji wake wa miradi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba Mheshimiwa Diwani, issue ya maji ni issue pana mno, sio tu itatekelezwa kwa pamoja. Ni kwamba miradi hii kwanza ina gharama kubwa. Mradi mdogo tu tunajenga chujio pale Mwena milioni 368. Tunajenga mradi pale Namgoo milioni 700. Kwa hiyo waheshimiwa, naomba kwa kupitia mkutano wako huu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba tupate hiyo, kwamba sisi tutaendelea kutoa ushirikiano kila inapopatikana fedha na kila mipango ambayo tunaiweka kwa ajili ya halmashauri yetu. Kwa hiyo kwa kupitia mkutano wako huu mkuu Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nitoe maelekezo kwamba sisi sasa hivi, zamani tulikuwa tuna vyombo vile vinavyotoa huduma, miradi tunaijenga, lakini mwisho wa siku katika uendeshaji kuna vyombo ambavyo tumeviunda kwa mujibu wa sheria ya serikali. Sasa kuna changamoto. Sasa hivi tuna chombo cha utumiaji maji cha Ruhindi na chombo cha utumiaji maji cha Danda. Changamoto tunaipata sasa hivi vyombo ni vyenu ninyi waheshimiwa, na hamwezi kuondoa ukasema chombo hiki labda ni cha RUWASA au cha, hapana. Hivi vyombo ni vyenu, haviwezi vikawa juu zaidi yenu. Yaani ninyi mnaweza kuviita na kuviuliza huduma inayotolewa. Changamoto iliyopo sasa hivi ni kwamba vyombo viko kule vinatoa huduma, lakini waheshimiwa, mnavifanya vile vyombo kuwa vya RUWASA na sio vya kwenu. Sisi tumetekeleza tu sheria inavyotaka kwamba viundwe vyombo vitoe huduma. Kwa changamoto tunayoipata sasa hivi ni ya madeni. Wananchi wengi wanadaiwa madeni, na sio wananchi tu, mpaka taasisi za serikali, taasisi binafsi wanadaiwa nini? Madeni ya maduhuri. Haya madeni hayana lugha nyingine, lazima yalipwe. Kwa hiyo kwa mkutano huu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi hii na kushukuru sana. Meseji hii ifike kwa wote, kwa viongozi wetu wa waheshimiwa wakuu sana, kwamba muweze kuhusika kwenye mikutano kwa kuambia wananchi kwamba huduma hii kama hamtalipa haya maduhuri, hii miundombinu itakufa. Kwa sababu hizo fedha ndio zinanunua vipuri, hizo fedha zinalipa mishahara, hizo fedha ndio zinafanya operation za kila siku. Jumuiya ya Ruhindi peke yake inawadai wateja milioni 50. Jumuiya ya Ndanda peke yake inawadai wateja milioni karibu 30-40. Kwa hiyo hapa sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, tuko kwenye operation. Tunakata maji kwa yeyote ambaye hajalipa bili. Iwe taasisi ya serikali au mtumishi binafsi, wote wanakatiwa huduma maji. Lengo la madhumuni tuinusuru miradi hiyo iliyopo, kwa sababu miradi hii ndio inatufaa sisi mpaka vijukuu wetu. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Wamekuwa ni watu kwanza wana nidhamu kubwa na viongozi wao, yaani wanathamini uwepo wa viongozi kama madiwani, na wanafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu sana. Ushauri wangu unajikita kwenye mambo mawili. La kwanza, mradi wa Mbangala ambao tunaamini kwa namna moja au nyingine unakwenda kukomboa baadhi ya kata zilizopo katika jimbo la Ruhindi. Mradi huu ufanyiwa analysis ya kutosha sana, kwa sababu nina mashaka na mto huu wa Ruvuma. Wakati unaletwa mradi kule Chikolopola, maelezo yalikuwa hivi ya kitaalamu kwamba sasa tutakuwa tumeikomboa maeneo yale. Lakini baada ya muda, kwa sababu mto ule una asili ya kuhamahama, sijajua kwamba je, mmefanya analysis ya kutosha kwamba jambo hili halitaweza kujitokeza katika kipindi kinachokuja, kwa maana mnatega hapa ukakuta baadaye kukaja kukawa na mchanga ambayo baadaye maji hayapatikani kwa wananchi. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria kwamba hebu jaribuni kufanya uchunguzi wa kina kuhakikisha kwamba mradi huu unaenda kukamilika ili wananchi wa maeneo haya waweze kuepukana na hilo adha ya maji. Lakini la pili, mimi ni kuombe meneja wa RUWASA, wewe nikikuangalia kijana amesifiwa mwenyekiti wa halmashauri hapa Big Sam, lakini na wewe sasa sijui niteje Big Sam, sijui niteje, lakini sielewi.
kuna jambo ambalo mimi binafsi huwa siridhishwi nalo sana kwa watu wanaoishi magharibi. Tunapozungumzia magharibi tunazungumzia kata za Mpanyani, Chiwale na Matutwe, Msikisi na maeneo yale ya Mlingula kule. Hivi ni kweli sisi wananchi wa Masasi maji yanatoka Masasi yatoke hapa yafike na Chingwea yafike Ruangwa maji yetu, alafu wananchi kweli wa maeneo yale ya Mpanyani washindwe kunywa yale maji? Hivi ni kweli? Kama kweli tunaweza kupata fedha za kutoa maji na Ngoo, maji yale yakafika na Chingwea, maji yale yakafika Ruangwa, maji yale yanashindwaje kufika Mpanyani? Yanashindwaje kufika na Matutwe? Kila siku wananchi wana Matutwe wapate shida ya maji eti kisa hakuna chanzo cha maji. Hao wanachingwea wanapata maji kutoka kwenye chanzo chetu. Kwa nini chanzo hicho pia kisitumike kupeleka kule ambako tuna shida nako? Hatuna maana kwamba natural resources zilizopo kwenye maeneo yetu zitumike kwetu tu, hapana, kwa sababu zile zinaweza kutumika nchi nzima, isipokuwa sasa na sisi tuliopo kwenye maeneo haya tunufaike na hilo jambo. Kwa hiyo mimi niombe katika mipango yako utakayoifanya, naomba uwafikirie sana wale watu wa kata zile kule, kuhakikisha kwamba kata zile ziondokane na kiu, kwa sababu kule hata kama ukichimba kisima, ametoka kusema hapa diwani wa Chiwale kwamba ukichimba kisima maeneo yale ni chumvi. Sasa kama ni chumvi, manake hakuna alternative nyingine zaidi ya kuwapelekea maji ya bomba, na maji ya bomba si tunayo mengi tu yanatoka hapo na Ngoo. Mimi naomba mipango yako hiyo sasa hebu ikamilishe, ipeleke kule. Maana nilikuwa namsikia mtu mmoja anasema tutapeleka maji kutoka Ruvuma yakitokea Mangaka. Mimi jambo hili wala liniingia kichwani. Kama maji yale yameweza kufika Ruangwa, yani yashindwe kufika Mpanyani pale na maeneo ya Mlingula. Hebu jaribuni kutengeneza hilo jambo ili wananchi wale wanapata adha sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ungekuwa umetembelea kule katika kipindi cha kuanzia mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, utahurumia wananchi wale. Wale ni wananchi wetu. Naomba sana katika haya mambo mawili, lakini kubwa hili la mwisho, hebu jaribuni sana kufanya utafiti na mipango yenu muweke vizuri, maji yale mengi yale yanakwenda na Chingwea. Swali langu la msingi kwa RUWASA, nimeulizia kuhusu ule mradi wa Mwena Tuliloya. Nishukuru kwa majibu yako mazuri ambayo umeanza kutupatia majibu yale kutoka 2020 mpaka kufika hivi leo. Bado tunaendelea kuishi kwa matumaini kama Wakristo kusema Yesu atarudi, tunaendelea kumsubiria. Lakini sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, huu mradi wa Mwena Tuliloya umeishia pale Chikukwe, lakini kijiji cha Mandiwa na Chikukwe atisi kidogo maji yanapatikana, lakini kwa kipindi hiki hayapatikani kabisa, karibia miezi 6 hayapatikani kabisa. Lakini hatujawahi kusikia Mwena, Chikundi, Chigugu maji hayapatikani. Kwa pamoja na hivi vijiji vile kupata, lakini bado hali si shwari. Je, kama RUWASA tatizo ni nini na changamoto iko wapi inayopelekea wananchi wa pale kukosa? Na pia tukudi miaka ya nyuma kulikuwa na mradi huu wa bomba la Mkapa. Ile bomba la Mkapa, tenki ambayo nataka mkaiweke maji kule Liloya, ilikuwa linaingia maji kutoka Ndanda, yalikuwa yanatiririka moja kwa moja na pale wananchi walikuwa wanapata hadi wa Mji Mwema. Sasa sijajua nyinyi mmetumia njia gani ambayo inashindwa maji yale kutoka Mji Mwema na Liloya, wakati huo kipindi cha nyuma pale wananchi walikuwa wanapata ile huduma maji yakitoka Ndanda. Pia hoja yangu ya mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna chanzo cha maji hiki cha Chiwamba. Ukitembelea iwe kiangazi iwe masika, maji yanatoka kule ni mekundu sana. Yaani ukikinga muda wao kunywa, muda mwingine huwezi. Ukikaa ndani ya dakika 10-15 utakuta vumbi jekundu jingi limekaa chini ya maji. Sasa tunapata mashaka. Sasa tukasema maji labda ni safi, lakini sio salama, sio ni salama, sio safi. Sielewi tuitamkaje. Changamoto ni nini inaipelekea wananchi wa kule kupata haya maji ambayo yana vumbi kubwa sana katika kile chanzo?